Tunaripoti kutokea makaburi ya Kwerekwe visiwani Zanzibar. Ni mara baada siku ya jana kukupa taarifa za kifo cha Sheikh Jabir ambazo zimetokea visiwani hapa Zanzibar, ambapo kifo chake kimekumbwa na utata mara baada ya kufariki na kukutwa pembezoni mwa barabara. AyoTV pamoja na millardayo.com jana tulikupa taarifa kuhusiana na kifo chake, na siku ya leo tuko hapa katika maeneo ya Kwerekwe kwenye eneo la makaburi, na AyoTV tumepata nafasi ya kuzungumza Sheikh Ponda ambaye alifunga safari kutokea Dar es Salaam hadi hapa visiwani Zanzibar, na haya ndio ambao anazungumza kuhusiana na kifo cha Sheikh Jabir, na haya ndio ambao anazungumza. Hizi ni ripoti za AyoTV hapa Zanzibar. Mimi ni Tusetizday. Kwanza niseme kwamba msiba uliotokea ni msiba mkubwa sana kwa sisi ambao tunahudumia jamii, sababu alikuwa ni mhudumu wa umma. Taarifa sisi tumezipata tukiwa Tanzania bara, na tulipata kwa mshtuko sana kwa sababu taarifa tuliyoletewa ilikuwa ni taarifa pamoja na picha. Na picha zilikuwa mbili. Picha moja ilikuwa inaonyesha picha ya Sheikh Jabir akiwa hai katika ule usifu wake, lakini picha ya pili ilikuwa inaonyesha maiti ya Sheikh Jabir akiwa amefariki na ametupwa pembeni ya barabara. Kwa hivyo ilikuwa ni matukio yenye mshtuko mkubwa sana na yalitoka kwenye hali ngumu sana. Lakini baadaye tukafanya juhudi za kusafiri kutoka Tanganyika tukaja huku ili kufahamu vizuri zaidi tukio lenyewe na vile vile kushiriki mazishi. Tukianza na tukio lenyewe, ni tukio la kusikitisha kwa sababu Sheikh Jabir hakufariki kifo cha kawaida. Sheikh Jabir amekuja amechukuliwa nyumbani kwake akiwa hai na watu ambao wanasemekana walikuwa na gari, na kwa mujibu wa taarifa inasemekana gari ile inafanana na gari aina ya Noah, na wakaondoka naye huyu mtu akiwa salama. Lakini usiku ule ndio ikapatikana taarifa kwamba amekutwa pembezoni mwa barabara ameshafariki. Sasa jambo hili linatishia sana kwa sababu Jabir ni kiongozi wa dini ya Kiislamu, ni mtu maarufu hapa nchini, na matukio haya yamekuwa yanaendelea kutokea hapa nchini. Uzito mkubwa sana unakuja pale ambapo inapofika mahala kwamba hakuna namna ya mahala gani utapeleka tatizo hili litapelekwa na likasikilizwa likafanywa kazi. Vyombo vyetu vya usalama ndio vyombo ambavyo vina haki ya kulinda usalama wa raia, lakini vyombo vyetu vya usalama kama ulivyoona taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi, nao kama kwamba wanalalamika juu ya tukio hili. Yani wananchi wanalalamika na polisi na wenyewe wanalalamika. Sasa ikifikia stage kama hii au nchi ikifika mahala hapa, wananchi wanakata tamaa, maana yake wao walitarajia kwamba ulinzi wao utakuwa chini ya vyombo vya usalama. Lakini kama inafika mahala matukio ni ya kawaida kabisa, mtu kuchukuliwa nyumbani kwake akaenda kauawa, na hao watu wanakuja kuwachukua watu wanaonekana ni watu ambao wana zana, wana vifaa, wana magari, lakini wanaanza kuja kumbeba mtu wakamchukua wakaondoka naye. Na hali hii inaendelea sasa, imekuwa ni matukio ambayo yanaendelea nchi nzima. Tanganyika yanaendelea matukio kama haya, Tanzania visiwani matukio kama haya yanaendelea. Sasa tunakuwa tuna taifa la namna gani? Na sisi wananchi matumaini yao ni vyombo vya usalama viwalinde. Inapofika mahala kwamba vyombo vya usalama vikashindwa kutekeleza wajibu wake katika mazingira kama haya, yani wananchi wanapeleka zile tuhuma kwenye vyombo wenyewe, ndio tatizo ambalo linatokea. Lakini zaidi hapo ni kwamba tumekuja kumzika Sheikh Jabir, na alhamdulillah tumefanikiwa kushiriki tokea hatua za mwanzoni mpaka tumefika kwenye makaburi. Hapa tunazungumza tukiwa makaburini, na msiba wake kama tunavyoona au tumeshuhudia sote umewagusa watu wengi sana. Wamekuja watu hapa wa kaliba mbalimbali na watu wengi kabisa. Alhamdulillah tumezika na tumemaliza salama. Kwa kweli ni tukio ambalo limetugusa kwa sababu moja katika kazi alizokuwa anafanya Sheikh Jabir, alikuwa ni mtu anafanya uchambuzi mkubwa sana wa matukio yale yanayohusiana na Mashariki ya Kati, hasa maeneo ya Palestina. Akafanya kazi kubwa sana juu ya tukio hili katika hii nchi yetu Tanganyika, miongoni mwa watu ambao walikuwa wanasaidia kufanya umma uweze kuendelea na kuelewa na kupata taarifa za kile kinachoendelea Mashariki ya Kati, hasa katika mauaji yanayofanywa na Israel dhidi ya wananchi wa Palestina. Mmoja wapo alikuwa Sheikh Jabir. Kwa hivyo ni pengo kubwa ambalo limetokea, lakini ndio mwisho wote tunasema kwamba hatuna namna isipokuwa ndo ametangulia mbele za haki, na kubwa zaidi ni sisi kujifundisha tu juu ya haya ambayo yametokea na yale mazuri tuyachukue tuweze kuyafanya. Sheikh Jabir tumefahamiana naye kwa muda mrefu sana. Tumefahamiana kwa sababu hizi nchi zetu, hii Tanganyika na Zanzibar, ni nchi ambazo zina watu wanaofanya kazi zinazofanana,
za kijamii, lakini pia imani zinafanana. Huku Zanzibar Waislamu ni wengi na Tanganyika Waislamu ni wengi, na kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu sisi Waislamu wote ni ndugu, na kwa msingi huo tumekuwa tunafanya kazi karibu na Sheikh Jabir kwa muda mrefu sana. Mimi nimefahamiana naye zaidi ya miaka 20, na akija Dar es Salaam basi anatutafuta, tunakaa tunazungumza, na sisi tukija huku pia tunakutana tunazungumza, na mambo yetu ni haya ya kijamii yanahusu masuala ya elimu, masuala ya haki mbalimbali na namna ya kupeleka mbele imani yetu. Ni mambo kama haya ndio ambayo tumekuwa tunayafanya kwa muda mrefu na Sheikh Jabir kwa muda wote ambao nimefahamiana naye. Kifo cha Sheikh Jabir kinatoa taswira ya kwanza, kina hasa katika masuala ya kiusalama, kwa sababu matarajio makubwa huyu mtu usalama wake kama raia, na sisi wote tunategemea mamlaka zilizopo serikalini, lakini kama tunavyoona kwamba mtu kachukuliwa na mpaka leo hii haijulikani nani kamchukua yule mtu na baadaye kaenda kumuua. Kama nilivyosema huko mwanzoni, polisi na wenyewe wanatoa taarifa kana kwamba kutoa taarifa tu, yani watu wajue kama mwili umekotwa, taarifa ambayo ingeweza kutoa mtu mwingine wa kawaida yote, lakini watu hawapati matumaini. Sasa baada ya hiyo taarifa ni nini kinachofuatia, na ina maana hili limetokea, litatokea lingine kama hili, yani hakuna matumaini kwamba haliwezi kutokea tukio kama hili. Sasa nafikiri kuna umuhimu mkubwa sana wa umma, yani kutafuta namna ya kuweza kuwafikia hawa viongozi